Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tunakwenda kujifunza kitu ni ujumbe unasema kwamba hakuna mabadiliko bila nidhamu. Hakuna mabadiliko bila nidhamu. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyike msaada kwako, mafundisho yakafanyike baraka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hakuna mabadiliko bila nidhamu. Mabadiliko yote ambayo yanaweza kutokea kwa mtu ni matokeo ya nidhamu. Na tunapozungumzia habari ya nidhamu, nidhamu kwa tafsiri rahisi ni kuwa na uwezo wa kujidhibiti, ni kuwa na uwezo wa kujitawala, ni kuwa na uwezo wa kujizuia, ni kuwa na uwezo wa kujizuia. Lakini pia nidhamu tunaweza kutafsiri kama ni nguvu iliyojengeka ndani ya mtu inayomsukuma kufanya mambo kwa wakati, umakini, ujuzi na usahihi wa hali ya juu ili kufikia malengo yake. Tunapozungumzia habari ya nidhamu, ni tabia ya kufanya kitu kwa mwendelezo, lakini pia kwa wakati. Hiyo ni tafsiri fupi ya nidhamu. Kwa hakuna tabia inaweza kujengeka ndani ya mtu kama hana uwezo wa kujitawala, kama hana uwezo wa kujizuia, kama hana uwezo wa kujidhibiti, kama hana uwezo wa kufanya jambo, hana uwezo wa kufanya jambo kwa wakati, kwa umakini na kwa ubora wa hali ya juu, kwa mwendelezo. Kwa mfano, unaweza kujengea tabia ya kuamka saa 11 kila siku asubuhi. Ukifanya hivyo kwa muda mrefu, ikifika muda saa 11, automatically utajikuta unaamka hata pasipo kuweka alarm, kwa sababu umekuwa ukilifanya ile jambo kwa muda mrefu. Kwa hakuna mabadiliko bila nidhamu. Ili mabadiliko yaweze kutokea ndani ya mtu, lazima alifanye jambo hilo kwa muda mrefu, kwa mwendelezo, na ndivyo ambapo mabadiliko yatajengeka ndani yake. Hakuna mabadiliko yote bila nidhamu. Mabadiliko yote ndani ya mtu yanatokea kwa sababu ya nidhamu. Kwa mtu anapo nguvu inapojengeka ndani ya mtu ya kufanya jambo lolote ile kwa wakati na kumakini na kwa uendelevu, mabadiliko yanatokea ndani yake ambayo inakuwa sasa ni sehemu ya maisha yake. Hawezi kutumia nguvu nyingi sana kulifanya jambo hili, kwa sababu amelifanya. Kuna nguvu ambayo imejengeka ndani yake ambayo imekuwa sasa ni ya kudumu. Kwa mabadiliko yoyote ile ndani ya mtu, nidhamu inahitajika. Hakuna mabadiliko yoyote yale bila nidhamu. Na haijalishi unapozungumzia habari ya kujenga mabadiliko ndani ya mtu, haijalishi utakuwa unajisikia vizuri au hujisikie vizuri. Kama nataka kujenga tabia kuamka saa 11, utakapoamka saa 11 kwa kujilazimisha kwa muda mrefu, itakuwa ni tabia yako kuamka saa 11, na itakuwa ni sehemu ya maisha yako bila hata kustruggle. Lakini hiyo yote inaweza kutokea kwa sababu ya nidhamu. Hakuna mabadiliko bila nidhamu. Nidhamu ni kufanya kinachotakiwa kufanya ili kufikia malengo yako. Kufanya kile unachotakiwa kufanya ili kuweza kufikia maombi yako. Unaweza kujijengea tabia ya kufunga. Hata kama unasikia njaa, ufungue. Na baada ya muda kufunga itakuwa ni tabia ambayo imezoeleka. Itakuwa ni kitu ambacho unakifanya bila shida sana, kwa sababu umekuwa ukifanya kwa muda mrefu. Sasa imekuwa ni sehemu ya maisha yako. Nidhamu ni mojawapo ya sifa ya mtu aliyefanikiwa. Watu wote waliofanikiwa ni watu wenye nidhamu. Nidhamu kwa habari ya muda, nidhamu kwa habari ya matumizi ya fedha, ni watu wenye nidhamu. Kwa nidhamu ni moja ya sifa muhimu sana kwa watu wote waliofanikiwa. Wana nidhamu ya muda, wanatumia muda wao vizuri. Wana nidhamu ya fedha, wanatumia fedha zao vizuri. Haijalishi watakutana na nini,
kile ambacho wamepanga, ndio mipango yao ambao wameiweka kwa habari ya fedha, hawibadilishi kwa sababu ya mazingira. Habadilishi kwa sababu ya mazingira. Hakuna mabadiliko bila nidhamu. Mabadiliko yoyote yale ili yaweze kujengeka ndani ya mtu, nidhamu inahitajika. Nidhamu ndio inayotuwezesha kukamilisha malengo yetu. Hakuna mtu anayeweza kufanikisha malengo yake pasipo nidhamu. Pasipo nidhamu. Pasipo nidhamu. Nakumbuka pia nimezungumza kwamba nidhamu ni uwezo wa kujitawala, ni uwezo wa kujizuia, ni uwezo wa kujidhibiti. Na maandiko tunaposoma kwenye waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wathesalonike 4:4, anasema kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake. Wewe kama ni mtu ambaye umeokoka, tunajua kwamba mwili unatamani vitu vingi ambavyo ni chukizo mbele za Mungu. Lakini maandiko yanasema kwamba kila mtu na ujue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Katika utakatifu na heshima. Matunda ya Roho Mtakatifu hayawezi kuonekana kwenye maisha yetu pasipo nidhamu. Haijalishi tutakutana na jaribu gani, dhamiria kuishi sawasawa na neno la Mungu linavyosema. Usiishi kwa kufuata mwili, kwa sababu mwili unatamani vitu vingi ambavyo ni chukizo mbele za Mungu. Hakuna mabadiliko bila nidhamu. Kwa maandiko sasa, kila mtu ajue kuweza mwili wake, kila mtu ajue kudhibiti mwili wake, kila mtu aweze kuutawala mwili wake katika utakatifu na heshima. Kuishi maisha ya mtakatifu yanahitaji nidhamu. Kujizuia kufanya jambo ambalo ni chukizo mbele za Mungu hata kama mazingira yanaruhusu. Hata kama mazingira yanaruhusu. Hakuna mabadiliko bila nidhamu. Tunaposoma kwenye Mithali 25:28, Mithali 25:28 nasema kwamba asiyetawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na ukuta. Asiyetawala roho yake. Mungu anahitaji watu ambao wanaitawala roho yake. Mungu roho zao. Mungu anahitaji watu ambao wana uwezo wa kutawala mwili wake, wanaweza kutawala mili yao, wanaweza kuidhibiti mili yao katika utakatifu na heshima. Kuishi maisha ya kumpendeza Mungu nidhamu inahitajika. Dhamiria ndani ya moyo wako kwamba hutafanya jambo lolote ambalo ni chukizo mbele za Mungu. Nidhamu inahitajika. Tabia mabadiliko, ili kuwe na mabadiliko ndani yako, nidhamu inahitajika. Nidhamu ya kiroho inahitajika kwenye kila eneo. Kumbuka nimesema kwamba nidhamu ni moja ya sifa muhimu sana kwa watu waliofanikiwa. Iwe ni kiroho, iwe ni kimwili. Watu waliofanikiwa kiroho, watu waliofanikiwa kimwili ni watu ambao wana nidhamu. Nidhamu katika kufunga. Nidhamu katika kufunga. Nidhamu katika kuishi maisha matakatifu. Nidhamu. Hakuna mabadiliko bila nidhamu. Sema asiyetawala roho yake ni sawa, ni mfano wa mji uliobomolewa usio na ukuta. Usio na ukuta. Mji uliobomolewa ni rahisi kushambuliwa. Na kama wewe huna nidhamu, ni rahisi sana kuanguka dhambini. Na ndivyo nidhamu, ama kwa tafsiri rahisi tunaweza, kwa tafsiri nyingine ya Kiingereza tunaweza kuwa ni self control. Kuwa na uwezo wa kujizuia, self control. Ni moja ya tabia muhimu sana kwa watu waliofanikiwa. Hatuwezi kufikia malengo yetu pasipo nidhamu. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usahau kusubscribe na maisha yako yatabakia jinsi yalivyokuwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.